السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bikheri. Alhamdulillah. Sawa, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna mtu pengine angetamani kujua unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe binafsi ni vitu gani ambavyo huwa unapenda kuvifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani na zidisha zaidi kufanya adhkari, kutaja majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila baada ya swala. Kiamka salati subuhi namtaja Mwenyezi Mungu, salati al-asri, salati dhuhuri, salati maghrib, isha, zote nimekuwa nikifanya adhkari kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila Ijumaa nimekuwa nikifanya adhkari kuanzia saa 10 baada ya salati al-asri mpaka maghrib. Kwa hivyo mimi binafsi napenda kufanya sana ibada na kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake matukufu na mazuri anayoyapenda. Naam. Sawa, ni mwezi ambao unatakiwa uchume sana. Natakiwa uchume sana, ni mwezi ambao natakiwa kusaidia sana maskini, mayatima, tusaidie wazazi wetu ambao wako vijijini, lakini tulenge zaidi kwa watu wenye uhitaji. Naam. Okay. Tulenge sana kwenye watu wenye uhitaji. Hapo mara kadhaa nimesikia ukifuturisha watu, majirani, jamaa zako wanaojiweza wasiojiweza. Niambie, kwenye namna kufuturisha watu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna watu maalum wa kufuturishwa kwamba hawa ni kundi maalum la kufuturishwa tu? Kwanza mimi kila mwaka nafuturisha zaidi ya watu 50 kila siku ya Mungu. Na hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu nafuturisha ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Na kufuturisha maana yake ni kumfuturisha mtu aliyefunga. Mtu ambaye alikuwa katika saumu anahitaji kupewa kipande cha tende ama maji aweze kufuturu na kushiba ili aweze kufanya ibada nyingine. Kwa hiyo kufuturisha ni kumfuturisha mtu aliyefunga. Anayekuja ambaye hajafunga, huyo haingii katika futari, ila anaingia katika chakula cha kawaida. Okay. Na sawa. Kumekuwa na sitofahamu baada ya clip moja kusambaa, mmoja ya viongozi wa dini pia wa Kiislamu alijaribu kusema kwamba kufuturisha na takiwa kufuturishe masikini, watu wasiojiweza, lakini kumfuturisha mtu ambaye ana uwezo wa kununua kuku, vyakula vizuri, basi inapoteza maana ya kufuturisha. Ni kweli Sheikh Sharif Majini hapo kimuita let's say msanii ambaye mwenye uwezo wa kununua hivyo vitu kumfuturisha, inahesabika kama sio ufuturishaji? Hapana, kufuturisha unamfuturisha mtu yoyote, lakini inategemea kwamba unamfuturisha kwa staili gani. Mfano mimi nina rafiki yangu, hata kama ana uwezo lakini alikuwa akinikirimu kwa mambo mengi, napenda na mimi nimfanyie ikram wife, ikram ya kumkirimu mgeni, kwamba nimkaribishe nyumbani kwangu, tufuturu, tupike chakula, tufurahi, yeye na familia yake na watoto wake, aje kwangu mimi na watoto wangu na familia tufurahi. Hiyo sio futari mbaya. Au futari umewaalika watu ambao mnashirikiana katika biashara, sio futari mbaya, ni futari ambao mmeamua kualikana, kisha baada ya hapo mkageana maneno ya namna gani mtaweza kusaidia watu, kutoa zaka, kusaidia maskini, mayatima. Futari haichagui, lakini futari unamfuturisha mtu aliyefunga. Kwa hivyo kama tajiri amefunga akaja kufuturu kwako, sio mbaya, ni nzuri tu, haina tatizo, lakini nategemea kwamba unamfuturisha kwa lengo la kujenga ukaribu zaidi. Pengine kuna wema alikufanyia, pengine kuna uzuri ambao wewe alikutendea. Kwa hivyo kumfuturisha, unaweza kumfuturisha tajiri, ukamfuturisha maskini. Isipokuwa kumfuturisha tajiri na maskini kuna utofauti mkubwa. Maskini unapomfuturisha manake ana uhitaji zaidi kuliko yule tajiri. Na thawabu kwa Mwenyezi Mungu zinakuwa ni sawa ama kuna tofauti? Thawabu mtoaji ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana akasema as-sawmu li wa ana ajzu bi. As-sawmu li, saumu ni ya kwangu na mimi ndiye mlipaji. Kwa hivyo kuhusu kulipa wewe kumfuturisha maskini na tajiri, Mungu ndiye anayejua, kwa sababu saumu ni ya kwake yeye. Mimi na wewe hatujui, wala hatuwezi kuwapeleka watu motoni wala peponi, ila mtoaji na mlipaji ni Allah. Allah kashasema as-sawmu li, saumu ni ya kwangu na mimi ndiyo mlipaji wa hiyo saumu. Basi kamaliza mwenyewe. Hii imeleta sintofahamu kwa sababu ya iftari ya Diamond. Kufuturisha watu mbalimbali, watu wakasema kwamba kwa uwezo wake na jina lake amekosea kuita watu ambao walikuwa na uwezo kununua chakula cha 50 pekee yake akala. Alikosea Diamond, lakini pia wanasema iftari gani ambayo katika iftari
baada ya kunadi mambo ya Mungu unaenda kunadi biashara yako? Ile ni iftari ya malengo ambayo yeye ameikusudia na taasisi yake. Siwezi kusema kwamba iftari ile ikakosea, kwa sababu katika iftari ile mimi niliangalia kuna watoto pale zaidi ya 30 ambao Diamond Platinum walitoa bahasha, na wale ni watoto wenye uhitaji maalum, aliwakabidhi bahasha. Kwa hivyo kukabidhi bahasha watu wote waliohudhuria, ila amewakabidhi bahasha wale watoto zaidi ya 30 ambapo kila mtoto mmoja ana uhitaji maalum amehudhuria katika ile iftari. Na mimi binafsi nimefurahi kwa lile, kwa sababu wale watoto wakisema alhamdulillah, Mungu anamzidishia. Kwa hivyo kitendo cha kuwaita wale watoto yatima waliohudhuria katika ile iftari, mimi sijaona kosa. Lakini pia katika iftari ile alikuwepo ulamai pale, Sheikh wa mkoa, Sheikh Walid Al-Hadi Musa, ambaye ni Sheikh wa Dar es Salaam, ana ilmu kuliko sisi, anajua vyote. Maana yake mpaka amehudhuria katika iftari ile, maana yake ratiba alishapewa na akajua kwamba ratiba kitu gani kinachoendelea. Kufungua sabuni si mbaya, sabuni sio haramu. Sabuni ni watu waende wakajikoshe, wakaoshe nguo zao, wakasafishe nguo zao. Na amegawa pale sadaka kwa watu kuhusu ile sabuni. Ni pato lake lile ambalo analitafuta la halali, sio mbaya kutangaza katika pato lako. Lakini aliwakaribisha watoto yatima na akawapa mpaka mzigo, mimi nimeona pale. Maana kuna watu wanasema inawezekana kutafuta chiki na mimi kwamba nimefuturisha watu wenzangu maarufu, sifa fulani kujimwamba fai. Diamond atafuti kiki, kama kiki tayari anayo. Kiki kashaipata kwa matendo yake na kazi zake za muziki anazofanya, kwa sababu ndo msanii ambaye wanashindana au namba moja baada yeye na Alikiba ndo wasanii wakubwa Tanzania. Leo huwezi kusema Alikiba anatafuta kiki au kusema Diamond anatafuta kiki. Hawa tayari kiki wameshapata. Wanaotafuta kiki ni wale ambao wako chini, underground. Wewe unasema mtu anatafuta kiki kiwango chake kikubwa, amemaliza kufuturisha watu siku ya pili, analetewa ndege anaenda Ghana. Utasema wewe anatafuta kiki? Yule atafuti kiki, kafanya yale mema yake aliyoyaona yanatosha, hayo mengine tunamwachia Mungu. Mimi kwa upande wangu mimi, kitendo cha kuwaita wale watoto yatima akawapa furusi na bahasha, pale mimi amenikosha moyo wangu. Basi hayo mengine mimi wala yanihusu. Kwa sababu iftari mnafuturu nyinyi wenyewe matajiri. Kwa nini msiweke hata watoto yatima walemavu pale, mkawaweka wasiokuwa na uwezo, mkawaweka pale watu ambao hawaoni, vipofu, mkawafuturisha? Lakini iftari za kuchagua watu wenye fedha na mizigo, hizi ndo tunazipigia kelele. Unapoweka watu wenye fedha na mizigo, waje basi watoe, wekeni na watoto yatima pale wafanyie walau michango. Tuwasaidie watu wako jela, wamefungwa, wafuturu, wale sikukuu vizuri. Kipindi hiki kuna vituo vya watoto yatima, wanahitaji nguo, wapate furaha na wao kama watoto wetu wengine walivyokuwa na furaha. Naam. Okay, sawa. Lakini pia ningetamani kufahamu wasanii wengi wanaochukulia mwezi wa Ramadhani poa poa, wengine kwa sababu wamegewa maarufu wanajisahau kufuata yale maandiko ambayo Mungu ameyaweka. Siwezi kutaja kwa majina, lakini tumeona mtu anapost, msanii mwingine hajaoa, anaongea vitu vya tofauti. Mtu ambaye hajaoa, kwanza tuanzie pia na hapo, akikaa na mwanamke, kimfano hawaonani, hawajakutana wala nini, asubuhi mwanaume anaondoka pale baada ya swala fajiri, anaenda kazini, anarudi baada ya iftari, usiku labda kilala afanye jamaa ile tendo, funga yake mtu inaruhusiwa, kwa sababu wasanii wengi tunafahamu wenye majina wanaishi hivyo na wanawake zao. Huwezi kulala na mwanamke kitanda kimoja alafu matendo yako yakawa mema na mwanamke huyo hujafunga naye ndoa. Hiyo hairuhusiwi katika dini ya Kiislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wenye heshima kubwa. Ni mwezi ambao unahitajika muda wote ufanye ibada. Ni mwezi ambao vitu vyote tunavyotakiwa kuvifanya ni vitu vya halali. Vitu vya haramu hatutakiwi kuvifanya. Na wakumbusha tu wasanii ambao ni Waislamu, haya maisha ya dunia ni maisha mafupi sana na ni maisha ya kupita. Wajitahidi sana kurejea kwa Mola wao na kumkumbuka Mola wao. Mwenzao msanii mkubwa Sumali sasa hivi amekuwa shekhe mkubwa, kwa sababu haya ya dunia tutayaacha. Ya dunia tutayaacha. Wakumbuke pia kuna bakia hapa duniani, marhalatul dunia tutapita. Kuna marhalatul qabri, tutaenda kaburini. Kuna marhalatul yaumil qiyama, kuna kisimamo. Kisha baada ya hapo wakwenda peponi anaenda, wakwenda motoni anaenda, fanadhillahi min dhalika. Mimi nawakumbusha wasanii, maisha ya dunia ni mafupi sana, yenye umri mdogo sana. Tujitahidi, hata kama wewe Mwenyezi Mungu amekupa shughuli zako ni hizo unazozifanya, lakini kumbuka kwamba kuna Mungu. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao wao
wanatakiwa kufanya sana khairati, kufanya sana mambo ya kheri, katika kutoa, katika kusaidia, katika kujenga misikiti, katika kusaidia maskini. Hebu angalia ule Kante, Ngare Kante, ule mchezaji ule kutoka Saudi Arabia. Juzi tumemwona ni tajiri bilionea, lakini maisha yake ameenda ni ya kawaida. Ameenda kuzuru kwao Senegali huko vijijini, kaenda kuangalia familia yake, amewasaidia na ameenda ameoa. Alikuwa na uwezo wa kufanya anasa zote za dunia, na amesaidia kujenga mashule na mahospitali ambao sasa hivi pale yanasaidia watu kama sikosei katika nchi ya Senegal. Tunamjua yule mchezaji Sadio Mane. So Sadio Mane namsaidia, namzungumzia Ngaro Kante. Ngaro Kante ni Mali, ameenda kwao Mali. Hata huyo Sadio Mane unemtaja ni mcheza mpira, lakini pesa zake nyingi anawekeza katika kusaidia jamii. Mimi nachowasihi wasanii wa Tanzania, mimi sio kazi yangu kuhukumu, kazi yangu ni kukumbusha, nakumbusha nafsi yangu na nafsi yako kwamba tumche Allah subhanahu wa ta'ala, haswa katika kipindi hiki cha mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, na hata baada ya Ramadhani tufanye mambo yanayostahiki katika kumtaja na kumwenzi na kuwasaidia watu wanaostahili kusaidiwa. Hilo tu. Nataka tumalize na haya machache ya mwisho shehe. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu mwenye changamoto za kimajini nini, ni mwezi mtukufu, tiba huwa zinafanyika? Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio kipindi ambacho tunafanya dua. Dua zetu tunafanya baada salati al-fajri mpaka salati dhuhuri, na dua zetu tunafanya baada salati tarawehi kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 6 saa 7. Kwa ni kipindi ambacho watu wanakuja kwa dua za private. Wapo watu nje ya nchi ambao wanasomewa dua za private, na hata hapo umekuta kwamba tumetoka katika dua za private. Kwa hivyo kisomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, dua hujibiwa zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huwa ni dua tu, pengine maybe dawa kuoga nini, makombe, lakini pia mafuta ambayo yanaondoa mashaitani mabaya inakuwa yatumiki. Dawa utaenda kuoga nyumbani kwako, kombe utatumia nyumbani kwako, kila kinachostahili kutumiwa ni nyumbani kwako. Hapa ni kisomo tu, hata mvuke wa dawa hatufanyi kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mpaka kwa wale ambao hawajafunga. Kama umefunga tukufanyie mvuke. Kwa hivyo vitu vyote vinavyostahili dawa na nini tunavifanya baada ya kufuturu. Naam. Sawa, moja kwa moja kutoka kwa mdau ambaye ni mwanafunzi wa chuo ambacho yupo nacho karibu. Alisema alikuona kwenye mitandao kupitia madarasa yako, na wakati alipokuwa mdogo alikuwa akikusikia tu kwa yale ambayo ulikuwa unayafanya. Wakati anakuja kwako alizania pengine gharama zitakuwa kubwa ukilinganisha na watu ambao umewasaidia, jina lako limekuwa ni kubwa sana, lakini ulimsaidia kwa gharama ambazo zilikuwa kama ni sadaka. Pengine mtu anaweza kana jiuliza kwa nini kuna baadhi ya watu unawatibia ama unawasaidia kutokana na namna ya hali yake ya kimaisha. Tunawatibia watu hata bure kwa kuwapa maelekezo namna ya wao wenyewe kuchukua dawa, kwa wao wenyewe kujitibia. Tunawatibia watu kwa sadaka ili mradi tuweze kuendesha huduma za kituo na kununua dawa ili ziweze kuwasaidia. Kwa hivyo huduma ya dua ni huduma. Dua ni nini? Ni huduma, sio biashara. Siku zote huwa anasemaga dua ni huduma, sio biashara. Yupo mtu anafanikiwa anakupa mpaka milioni 100. 100 tu anakupa 180 bila hata kumfanyia mazingaombwe, bila hata kumuongopea. Ana kesi mahakamani kubwa akashinda kesi, labda alikuwa anadai matilioni ya pesa, atashindwa kukupa hata milioni 10, atashindwa kukupa hata milioni 5. Kwa hivyo hii ni huduma, ni kama huduma nyingine, na mtu aridhike kwa nafsi yake. Kumsaidia ni mtu yoyote, maskini, tajiri na mtu asiyekuwa nacho. Okay. Sawa, tumaishi na hili la mwisho. Umeonekana baadhi ya watu ambao wanaingia katika huduma ya kutatua changamoto za watu kupitia visomo. Wengi wao wamekuwa kifuata nyayo zako kwa kukuiga, mengine kupitia mafundisho unakuwa unayatoa katika mitandao ya kijamii. Hii Sheikh Sharifu Majini anaiweka vipi kwa kile ukiona mtu anapita kwenye zile njia zako ambazo wewe umezifanya? Inakuwa inakukata ama kuna namna unafurahia kuona wanaojifunza kutoa huduma nao wanapata njia zako? Asilimia kubwa ya vijana wengi ambao wameingia katika tiba wanaojiita masharifu, wengi wameniiga mimi, na wameniiga kwa sababu yale niliyoyafanya wao hawana uwezo wa kufanya. Kama wana uwezo waenda wakajaza ukumbi wa Diamond Jubilee Hall. Mimi nimejaza ule ukumbi
ndani mpaka nje, tena watu wamekaa chini, ndani mpaka nje, watu wamekaa chini, mwanzo mwisho, na sio mara moja, zaidi ya mara mbili. Nimetembea ndani ya nchi na nje ya nchi kibao nimeenda. Kwa hivyo mimi kuigwa sio tatizo, kwa sababu umuige mtu kwa malengo mazuri na umuige mtu kwa kusoma na kuhakikisha kwamba yale unayoyatoa yako sahihi. Ukitoa elimu ya tafsiri ya ndoto, ujue hii tafsiri yake ni ya kweli, usije ukakosea. Ukitoa elimu ya kumfanya mtu aende akajitibie kujitoa jini au tiba ya nyumba, tiba hii ni sahihi. Ndani ya tiba niko zaidi ya miaka 25 sasa hivi nafanya hii kazi ya tiba ndani ya nchi na nje ya nchi, na asili ya tiba hii niliipata nikiwa Kongo, nimekutana na Msenegali. Sasa hivi vitu kama mtu anaiga, wacha aige, lakini unapoiga iga kwa elimu, usiige tu kwa kukopi. Unaweza ukakopi alafu ukafika mwisho ukaulizwa swali ukashindwa kulimalizia. Kuna ile moja la mwisho, watu wengi wa huduma inasemekana suratu Yasin huwa ni changamoto kwao kuisoma. Is it true kuna watu wanafanya visomo lakini hawaijui, tofauti na wewe ambao kama unavyoisoma na duku uzifanya wewe mwenyewe? Ni kweli surati Yasin hawaijui, surati Fatiha hawaijui, surati Kahfi hawaijui. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Hii ni surati Kahfi. Mtu yote anayefanya tiba, kwanza hii surati Kahfi lazima aijue, kwa sababu hii surati Kahfi ni nguzo kubwa sana kwa kufichua vitu vilivyojificha, kwa kuondosha madudu mabaya yaliyojificha katika mwili wa mwanadamu. Surati Kahfi inakuja kwa sababu ya vijana 7 waliokaa pangoni, wamekaa karne na karne. Baada ya kurudi Ulaiani wakakuta dunia imebadilika, sarafu za fedha zimebadilika, mambo mengi yamebadilika. Sasa hii sura ina faida kubwa ambayo kila Ijumaa tunaisoma kabla salati Ijumaa asubuhi, surati Kahfi. Hapo nimekupa kinjonjo kidogo tu. Surati Yasini ni moyo na nguzo ya Qur'ani, ni muhimu sana, kwa sababu kuna sehemu ukifika mubini ziko 7 zina maana yake kubwa mno katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo surati Yasini ni lazima mtu uijue. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Si ndio shehe wangu dalali? Kwa hiyo lazima ujue kuisoma. Kwa hiyo kama unataka mfuate tabibu yote, mwambie shekhe, sio kwa hifadhi, nataka unisomee kwa kuangalia katika Qur'ani. Wengi hawajui. Hatujui kweli, kwa sababu unaweza ukakosea kasra, dhumma, shadda kwenye harfu kakosea, lakini mtu anajua kwamba huyu akirekebishwa anaelewa. Yaani mimi naweza nikaikosea Qur'ani kuitaja kwa herufi zake, nitakosea kidogo, lakini nikitajisha nitajua. Nishaelewa? Sasa huyu naye unaweza kumjua. Sasa wengi ni wajanja wanasoma Qur'ani kwa Kiswahili, Qur'ani maneno ambayo yameandikwa kwa Kiswahili, alhamdu anaisoma kwa Kiswahili, yaani imeandikwa Kiarabu lakini maneno yake ya Kiswahili. Sasa tiba yendi hivyo. Tiba sasa hivi elimu soma japo kwamba mkubwa. Mimi nasoma sasa hivi, kuna mashehe wakubwa wananifundisha. Usione aibu kusoma, soma hadithi, soma tafsiri za ndoto, soma Kiarabu, soma vitu vyote uvisome. Mimi niliposoma Qur'ani, nilipofika katika surati Waqi'a nikaachishwa, huko kwingine kote nikawa naenda mwenyewe. Idha waqatil waqi'a laysa liwaqati hakadhiba khafidhatur rafi'a idha rujatil ardu raja wa busatil jibalu basa fakanat aba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Unaacha huko mbele unaendelea unasoma mwenyewe. Lakini hizo sura nyingine asilimia kubwa ukishajua Qur'ani na umefundishwa vizuri Kiarabu, unapobaki unaenda mwenyewe. Hata hao wahadhiri wakubwa na wajua wewe hawajui kusoma Qur'ani wengi. Mimi sijui, lakini na wao pia hawajui. Ila mimi najitahidi kwa kiasi chake ambacho Mungu amenipa. Sawa, Sheikh, mimi nakushukuru kwa muda wako. Pengine kama mtu anatamani kupata mawasiliano yako hapa, namba za simu ni 0754581552, 0715581552. Naam.
Sawa, tulikuwa na Sheikh Sharif Majini, nafikiri umejifunza vitu vingi. So kama unapanga kufuturisha washikaji zako ambao pia wana uwezo kama wewe, wafuturishe tu, kwa sababu kikubwa ni kwamba tunamfuturisha mtu ambaye amefunga na ile somo yako anafungulia kwako wewe. Kwa hiyo fanya hivi, na kama una changamoto zozote za majini, mapepo, unataka kutatuliwa, mpigie Sheikh Sharif Majini. Lakini pia kama hauna uwezo, pengine uko mbali, unaweza kupata maelezo kupitia Instagram yake na TikTok yake kama Sheikh Sharif Majini, kwa ajili ya kupata mafunzo namna kujitatulia changamoto